يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا فاسق فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أحبتي في الله أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله. بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا أماني kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa mara nyingine tunamshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala kutuwezesha kupata Jumaa la kwanza katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhan. Tumomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ajalie masiku yetu yaliyopita yawe tumeimarisha kwa ibada, tutakabalia ibada tulizofanya ndani yake na tuwezeshe kufanya zaidi na zaidi katika masiku yatakayokuja. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Ahibati fillah, kama ilivyokuwa ada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa hatuna budi kuzungumzia Al-Qur'an Al-Karim, kitabu cha Mola subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndio munasaba wake. Na tulizungumzia katika mwaka uliopita Ramadhan, mwezi wa Qur'an, na mara hii tunataka tulete kwa picha tofauti, nayo ni Qur'an ndani ya Ramadhan. Qur'an ndani ya Ramadhan. Mola subhanahu wa ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim alipozungumzia mwezi wa Ramadhan, ndio mwezi pekee uliotajwa kwa jina katika Al-Qur'an Al-Karim, akatuambia shahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Qur'an. Mwezi wa Ramadhani ndio ule ambao kwamba kumeteremshwa ndani yake Qur'an. Mwezi wa Ramadhani una mambo mingi, lakini ulipotambulishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ukatambulishwa kwa nini? Kwa Al-Qur'an Al-Karim, kuonesha kuwa mafungamano kati ya Ramadhani na Qur'ani si kitu tulichokivumbua sisi, bali ni jambo ambalo kwamba limethubutu katika ayat za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na katika ahadith za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mara nyingi ukisoma utaona vitu viwili hivi vinaambatana, vinashikana, vinaoana, kama ilivyo katika aya kama hiyo, shahru Ramadhana alladhi unzila fihi Al-Qur'an. Na kule kwingine Mola subhanahu wa ta'ala katuambia inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, na kwingine inna anzalnahu fi lailatil qadr, ukizungumzwa usiku wa cheo, usiku wa baraka, ambao kwamba ni moja katika usiku zinazopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii ni katika Qur'an. Ukija katika ahadith za bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tunaona mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Ahmad katika musnad yake, At-Tabarani katika Mu'jam, na Al-Hakim katika Mustadrak, na vile vile Ad-Dailami katika Musnad Al-Firdaus kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Saumu kazungumziwa kwamba ni ibada inafanyika katika mwezi wa Ramadhani, na Qur'ani, hivi vitu viwili yashfa'ani lil'abdi yawm al-qiyama, zitakuja kumshufaia mja siku ya kiyama. Kwa hivyo ukaona vimeshikanishwa Lakini vile vile ukirudi katika sahihi ya Imam al-Bukhari kutoka kwa Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu wa watu, hakuna anayempata katika ukarimu. Kisha akasema wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, alikuwa mkarimu zaidi Rasulullah katika mwezi wa Ramadhan.
hina yalqahu Jibril, pindi anapokutana na nani? Jibril. Saidina Abdullah ibn Abbas anatueleza kwa Saidina Jibril akikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa nini? Wa Ramadhan. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan. Asema Jibril alikuwa akikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kila usiku katika mwezi wa Ramadhan. Wakifanya nini? Fayudarisuhu alquran, akimsomesha Quran. Kwa hivyo raisul malaika, mkubwa wa malaika ambaye kwamba Saidina Jibril alayhi salam, anamteremkia kiumbe bora zaidi, afdalul bashar, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, katika zama na wakati uliokuwa bora zaidi ambao kwamba ni mwezi mtukufu wa Ramadhan, katika mji uliokuwa bora zaidi ambao kwamba ni mji wa Makka, anakuja kumsomesha al-Qur'an al-Karim. Na vile vile katika al-Madina al-Munawwara anakuja kumsomesha Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an al-Karim. Sasa linakuja hapa Saidina Jibril kumsomesha Mtume katika Qur'ani kila usiku wa Ramadhani, huku saumu inafanyika katika Ramadhani, na vile vile Qur'ani zitamshufaia, huku Mwenyezi Mungu anatambulisha mwezi wa Ramadhani kwa umeteremshwa Qur'ani. Haya mafungamano ya hivi vitu viwili haya yanapatikana wapi, ama asili yake ni nini na matunda yake ni gani? Tukirudi mwanzo wa maumbile, utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba baba yetu Sayyiduna Adam alayhi salam, ambaye kwamba ni asili ya mwanadamu, alimuumba kutokana na vitu viwili. Kwanza alimuumba kutokana na udongo, akamwacha siku za kumwacha. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wa nafakhtu fihi min ruhi, nikapulizia roho yangu, faqa'u lahu sajidin. Kwa hivyo kwanza kulipatikana udongo, kisha kukapatikana nini? Roho kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ambapo kwamba imepulizwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huyu mwanadamu kwa kupitia udongo unaopatikana kwake na kwa kupitia roho inayopatikana kwake, hivi vitu viwili vinahitajia taghdhiya, vinahitajia chakula. Unahitajia kulisha mwili ambao kwamba ndio udongo, unahitajia kuilisha roho ile ambayo kwamba imepulizwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa sababu roho aloipuliza ni Mola Subhanahu wa Ta'ala, akachagua yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala chakula cha roho kiwe ni maneno yake Mola Subhanahu wa Ta'ala, ambao kama ndio al-Qur'an al-Karim. Wakadhalika auhaina ilaika ruhan min amrina, tumekuteremshia wewe wahi ambao kwamba ni ruh. Mola Subhanahu wa Ta'ala akaita Qur'ani ni ruh, na ikule likupulizwa roho, kuonesha chakula cha roho ni roho ambayo kwamba nini? Ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na huku vyakula vya mwili sote tuvijua, tuhitaji kuelezwa. Sasa mwanadamu anahitajia kukusanya kati ya vyakula viwili hivi ndio aweze kuishi maisha mazuri yaliyonyooka. Lakini kama atalemea upande mmoja, aseme yeye ataishi anasoma Qur'ani tu, hali chakula wala hanywi maji, atakufa. Na aseme yeye atakuwa yuishi, yeye yupo kula tu na kunywa, hasomi Qur'ani, atakufa kimaana, hata kama mwili utakuwa hai. Kwa hivyo atahitajia mwanadamu achanganye vitu hivi viwili. Na subhanallah, huku kuna jadhibia, kuna gravity ambayo kwamba inamvuta katika ardhi katika kutaka vyakula vya chini, na huku kuna kunyanyuliwa juu kwa kupitia Qur'ani na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hizi ni nguvu mbili ambazo kwamba hii inavuta juu na hii inavuta chini. Wewe mwenyewe sasa unajichagulia, wataka kupaa ama wataka kukita katika ardhi. Mola Subhanahu wa Ta'ala katika mifano aliyotupigia katika Qur'an al-Karim akatuambia watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina, watole habari za yule bwana ambaye kwamba tumempa sisi ayati zetu, kaijua Qur'ani, fansalakha minha, kisha akajivua kutokana na ayati kama zile. Kisha nini kilichofuatia? Fa atba'ahu shaytan, shaitani akamfuata yeye, yani yeye akawa mwalimu wa shaitani, badala yeye amfuate shaitani, shaitani akamfuata yeye. Fakana min alghawi. Nini anachokisema Mola Subhanahu wa Ta'ala baraki? Asema walau shi'na la rafa'nahu biha, tungetaka tungemnyanyua kwa kupitia roho, tungemnyanyua biha kwa kupitia hizo ayat, kwa kupitia hayo maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyo katika Al-Qur'an Al-Karim. Lakini nini kilichomfanya akakosa kunyanyuliwa juu?
asema walakinahu akhlada ila al-ardh wattaba hawa, ameshikilia ardhi, yeye ameshikilia huko chini, akafuata hawa na matamanio yake. Avakula mashtahita ishtaraita, yeye kila anachokiona atakakula, yeye anaangalia tu shahawat za mwili wake, za tumbo lake na tupu yake. Hivyo ndio vilomshughulisha. Sasa zile nyororo na kamba zikawa ni zenye kumvuta huko chini. Asema Mola Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine, ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi ithaqaltum ila al-ardh. Unaona, kuna vitu vinawavuta chini katika ardhi, mnakataa kunyanyuka, kuinua roho zenu katika ulimwengu wa juu, mnavutika chini kwa kupitia nini? Zile nyororo za shahwa, nyororo za matamanio, nyororo za vyakula vya ardhi huku vinavuta chini. Kwa hivyo ili mimi na wewe roho zetu zipae ni kwa kupitia kukata zile nyororo, kwa kupitia kukata zile salasil na zile kamba ambazo kwamba zinatuvuta chini. Tabii litapatikana vipi hilo? Ndio mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unaambiwa epuka chakula, unaambiwa epuka shahwa ya tupu, unaambiwa epuka hichi na kile, kisha ujifaradhishe kwa kusoma kwa wingi maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unakata vyakula vya chini, unafungua milango ya juu, na Mola Subhanahu wa Ta'ala anakuandalia environment ama mazingira mazuri kabisa katika kulitimiza hilo. Huku sufidati shayatin, mashaitani wamfungwa, huku milango ya pepo imefunguliwa, kule milango ya moto imefungwa, huku malaika wanakusukuma ya baghi alkhairi aqbil, unataka khairi, haya patiliza. Yani ukiangalia watu wamefunga, watu wako katika taa, mazingira yanakuruhusu. Kipi ambacho kwamba kitakuzuia katika hali kama hiyo? Naangalia Mola Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kumpa mtume wake sallallahu alayhi wasallam kitabu chake na kumteremshia maneno kama haya adhimu, alimweka katika mazingira gani? Rudi katika kitabu Badil Wahi katika sahiha ya Imam al-Bukhari, utaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam hubiba ilayhi al-khala. Mwanzo pale alipendekezwa kukaa chemba, aende kando, aepukane na mashughuli, aepukane na watu, aepukane na vitu ambavyo kwamba vinamshughulisha. Qur'ani inataka akili yako yote, Qur'ani inataka moyo wako wote. Huwezi kwa wewe unaisoma Qur'ani na huku unachati, unasoma Qur'ani na huku unaangalia mpira, unashughulishwa na lile. Idha kunta fi shay'in fakun fihi, ukiwa katika jambo takana uwe ndani yake, usishughulishwe na chengine. Na hasa Qur'ani ukiangalia katika Qur'ani utaona Mwenyezi Mungu mara nyingine anaisifu ni aziz, mara nyingine anaisifu ni karim. Qur'ani ni karimu, itakupa vingi sana, lakini wakati huo ni aziz, haitaki kubanwa na vitu vingine, inahitaji uishughulikie yeye peke yake. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala akampendekezea Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khala, akawa anakwenda kule Jabalu An-Nur katika gharu Hira, akikaa mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya ibada. Sasa angalia mazingira, yuko kando, amekaa anafanya ibada, nazad basit, chakula kichache, hakwenda kula ile chakula ni kwa sababu ndo awe hai, anahitaji kula, lakini anabeba chakula kichache, anakwenda kando katika kipindi kitukufu cha mwezi wa Ramadhani. Angalau wakati aliochagua ni mwezi wa Ramadhani, anajiliwa na Sayyiduna Jibril alayhi salam, anaambiwa ikra. Kwa hivyo Qur'ani ikateremshwa katika hali kama. Na mimi na wewe, ikiwa tunataka Qur'ani teremke katika nyoyo zetu na ilete athari kama ilivyoleta katika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tutafute mazingira haya. Na ndio maana tukaikiwa siku hizi 30 katika mwaka, ili iwe ni kama jura, iwe kama dawa ambayo kwamba tutaichukua mara moja kwa mwaka, lakini itaandaa nyoyo zetu katika kuyapokea maneno ya Mwenyezi Mungu na kuleta mabadiliko katika maisha yetu mwaka mzima, na mwaka ujao tutapanda daraja zaidi na zaidi. Tumeona hali ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameteremshiwa ndani yake al-Qur'an al-Karim, na si yeye peke yake. Rudi kwa Sayyidina Musa, Mwenyezi Mungu asema wa wa'adna Musa 30 laila. Sayyidina Musa alipokuwa ataka kuteremshiwa kupewa suhuf, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuita Jabal Tur, siku 30 mbali na Banu Israila, amekwenda peke yake kati yake na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, siku 30. Ndio ni siri hapa, siku 30 anaitwa na Mola, kisha asema wa atmamnaha bi'ashr, kwa sababu ambazo kwamba wakati uruhusu kuzitaja, lakini anaitwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza kando,
idadi ni siku 30, anaandaliwa moyo wake ili apate kuteremshiwa suhufu na Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo na sisi tunapofika mwezi wa Ramadhani tukapatiliza environment ama tukapatiliza mazingira kama haya, tukawa ni wenye kukata zile kamba ambazo kwamba zinatuvuta wapi? Chini. Tukawa ni wenye kuyasoma kwa wingi maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo kwamba anatuinua wapi? Anatuinua juu. Basi bila shaka kutapatikana mabadiliko makubwa katika maisha yetu. Tutapata ladha ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutapata matunda yanayopatikana katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio unaona Qur'ani huku kwa somo kwenye tarawihi, kule kwa somo katika qiyamu, huku katika darasa za tafsiri. Yani kila unaloliona katika mwezi wa Ramadhani utaona limefungamanishwa na Qur'ani, na kama alivyosema al-Imam Az-Zuhri, ukiingia mwezi wa Ramadhani asema huwa shahru qira'ati al-Qur'an wa it'am at-ta'am. Huu ni mwezi wa kusoma Qur'ani na kulisha chakula kwa wale wasiojiweza, kuwasaidia katika kuwafuturisha. Kwa hivyo kicha kwanza nini? Mwezi wa kusoma Qur'ani. Na ndio maana maimamu wakubwa walikuwa kiwacha darasa zingine zote wakisomesha Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wakiisoma. Ndipo pale ukisikia Imam Shafi akihitimisha mara 2, sijui fulani akihitimisha mara 1 kila siku, sio mwezi mzima, wengine akihitimisha mara 3. Walikuwa wana baraka ya wakati, lakini sio kuwa sisi hatuna, tukitaka tutaipata. Asaqi baqi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba amewapa wale, yupo na atakuwepo mpaka siku ya kiyama. Hata mimi na wewe naweza kutuba, lakini pale tutakapokuwa tuko tayari, pale tutakapokuwa tumedhihirisha kile ambacho kwamba tunakitaka kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo inateremka al-Qur'an al-Karim katika mwezi wa Ramadhani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena angalia laila, usiku, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, na huko lailatul qadr, kuonesha kuwa athari ya kusoma Qur'ani katika kipindi cha usiku ni kubwa zaidi kuliko kuisoma katika mchana. Hujambo usisome mchana, wala hujambo usisome nje Ramadhani, kote fa usome, lakini huku zaidi athari inapatikana. Ndio maana Mola akatuambia nini? Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'a. Asema ile swala, baadhi ya maulama wasema ni swala inaanzishwa katika usiku, baadhi ya maulama wasema ni maani ya Qur'ani inayosomwa katika ile swala katika usiku. Sasa ile asema hiya ashaddu wat'a, ndio yenye watu iliyokuwa kubwa zaidi, kwa sababu mwanadamu katika maisha yake kuna mabonde na milima, kuna matatizo, kuna mashakil, kuna maasi. Sasa vile vitu ambavyo kwamba vimefurafura katika njia yake vihitajia kukanyagwa hivi kidogo, ile njia inyoshwe. Sasa nini ambayo kwamba inafanya hivyo? Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'a, itakuja kukanyaga na kusawazisha ile njia ya kuelekea kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Ni Qur'ani ile ambayo kwamba utakuwa unaisoma katika kipindi cha usiku. Na hawezi mwanadamu kukamilika katika ubinadamu wake isipokuwa kwa kupitia maneno haya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio naona vituko na mambo ya kimaajabu yanayotokea katika ulimwengu wa kimagharibi yanayokhalifiana kabisa na ubinadamu, kwa sababu wamekosa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mola anatuambia Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Ar-Rahman, Mola Subhanahu wa Ta'ala, allama al-Qur'an, amefundisha Qur'an, kisha khalaqa al-insan, akamuumba mwanadamu. Mbona imetangulizwa kufundisha Qur'ani kabla ya kutajwa kuumbwa nani? Mwanadamu, ili ukamilike katika insania yako, katika ubinadamu wako, katika humanity yako, lazima kwanza utangulize maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-Qur'an al-Karim. Na ukishafanya hivyo basi allamahu albayan, hakuna mtu atakayekuwa na bayana, hata kuna mtu ambaye kwamba ni muhodari katika kueleza kama yule ambaye kwamba anasoma maneno ya Mwenyezi Mungu ama anayaeleza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ahibati fillah, tuisome al-Qur'an al-Karim kwa wingi. Huu ndio wakati wake na huu ndio mwezi wake, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Tuisome, tuizingatie, tuhudhurie kila shughuli ambayo kwamba inanasibiana na kitabu kama hichi kitukufu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuomba Mwenyezi Mungu ajalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya man waffaqa ahla alkhairi lilkhairi wa aanahum alayhi, waffiqna lilkhairi wa inna alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.